Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Lindi imewahukumu watu wawili vifungo vya muda mrefu gerezani katika kesi mbili tofauti baada ya kutiwa hatiani kwa makosa ya ubakaji wa mtoto na kupatikana na nyara za serikali kinyume cha sheria. Katika kesi namba 17366 ya mwaka 2024, mtuhumiwa Hamis Rashid Mkongonda mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa Matopeni mkoani Lindi, amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani pamoja na kulipa fidia ya shilingi milioni 1 baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 4. Akisoma hukumu hiyo, hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Lindi, Consolata Singano, alisema mahakama ilijiridhisha pasipo shaka yoyote kwa upande wa jamhuri uliothibitisha ushahidi dhidi ya mshtakiwa. Alisema upande wa mashtaka uliokuwa ukiongozwa na mwendesha mashtaka wa serikali Moffat Sete uliwasilisha mashahidi 7 pamoja na vielelezo 3 vilivyoisaidia mahakama kufikia uamuzi huo. Katika kesi nyingine namba 12451 ya mwaka 2026, mtuhumiwa Michael Atanas Anthony amehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumiliki nyara za serikali kinyume cha sheria. Mahakama ilibaini kuwa mtuhumiwa alipatikana na vipande 3 vya nyama ya mnyama aina ya ngiri bila kuwa na kibali halali kutoka mamlaka husika. Hukumu hiyo ilitolewa na hakimu mkazi Khalfan Omari Khalfan, huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na mwendesha mashtaka wa serikali Jordan Kiambo. Mahakama imesema adhabu zilizotolewa zinakusudia kutenda haki na kutoa funzo kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu vinavyokiuka sheria za nchi. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Katika kila mtaa, katika kila uwanja wa michezo, katika kila tukio linaloandika historia ya taifa letu, kuna simulizi linalosubiri kusikika. Kuna sauti inayotafuta kusikizwa. Kuna ukweli unaohitaji kuonekana. Kuna taarifa ya dharura inatoka hapa studio. Kutoka kwenye hamasa ya michezo hadi burudani inayogusa mioyo ya watu, kuna jukwaa moja linalosimama katikati ya yote hayo. Karibu Global TV, sauti mpya ya Tanzania, inayoaminiwa na wananchi, inayofuatiliwa na viongozi, inayoheshimiwa. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa